Ndugu watangazaji na waandishi wa habari mnaonisikiliza, hoja yangu ya tatu ni hoja ya maisha ya Wazanzibari. Hoja ya maisha ya Wazanzibari. Bado tozo ni kikwazo kwa maisha ya Wazanzibari. Bado utendaji mbovu wa serikali unakabili mazingira mabaya, unawakaribishia mazingira mabaya baadhi ya wananchi. Tozo imekuwa kikwazo kwa watu wa chini ambao wanajiajiri wenyewe. Hivi karibuni niliona manispaa zikivunja vibanda vya biashara vya watu waliojiajiri wenyewe ili kujipatia mahitaji ya maisha yao. Kuvivunja kwa maksudi kwa kutumia nguvu kubwa ya jeshi la polisi na manispaa. Na hayo niliyaona kwa Unguja, niliyaona kwa Pemba. Ni jambo la kusikitisha sana kwamba wale watu bado mpaka leo wanahangaishwa. Hawawezi kufanya biashara zao kwa sababu sehemu zao za kufanya biashara zimevunjwa. Lakini hata hivyo, wakitoka na beseni la maandazi ambayo unga wake umenunua shilingi 5,000 na hatimaye ametengeneza maandazi ya 10,000, akifika pale anapouzia anatakiwa atoe shilingi 1,000. Maandazi yakitoka sawa, hayakutoka sawa, lakini atoe shilingi 1,000. Kwa maana hiyo ni kwamba kwa mwezi anatoa tozo ya shilingi 30,000 kwa biashara ya maandazi ambayo inamsaidia yeye kupata uji na wanawe, au kupata chakula na wanawe, au kupata penseli ya kumnunulia mjukuu wake ili aweze kwenda skuli. Jambo la kusikitisha sana kuona kwamba hii hali hairidhishi kumtoza kodi mtu kama huyu ambaye anauza mandazi au anauza kahawa au anauza tangawizi au amekaa tu labda anachoma mahindi yake au amekaa tu pengine anauza madafu yake. Unamtoza kodi wakati yeye anachokitafuta anasaidia maisha yake na maisha ya watoto wake wasipate dhiki, wasiaibike, na yeye mwenyewe anajiepusha na suala la kuitwa mwizi. Anatumia akili yake ya mwisho katika kunusuru maisha yake na familia yake. Serikali kwa nini isimwonee huruma huyu? Kwa nini serikali isimpe privilege kwamba na yeye anahitaji kuishi vizuri? Kwa hiyo serikali inachukua kodi za mabandari, kodi za airport, kodi za madukani. Basi mpaka kodi hizi mnachukua zitawasaidia nini hizi? Au hii ni sera ya koo kunyonya ndama? Maana koo akimnyonya ndama si anataka kumuua? Hii ndio sera yenu ambayo kwa kweli ni sera mbovu na tunategemea ina mwisho wake. Lakini kwa sababu rais wa Zanzibar naye wakati mwingine sometimes anakuwa msikivu, naamini ili anaweza kulisikia na naamini ili anaweza kulifanyia kazi, ikiwa kama zawadi ya kuondoka nayo pale atakapoondoka madarakani. Ni jambo la kusikitisha kuona kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wakati wa Dr. Salmini Amur Juma ilipokuwa inatangaza utalii kwa Zanzibar, ilisema utalii kwa wote na tutafaidika sote. Lakini inasikitisha leo kuona kwamba utalii hausaidii, baadhi ya watu wanapata shida. Utalii umekuwa kama labda ni kikwazo kwa watu ambao wanakata leseni, wana magari yao, wanakata bima, wanatumia uwezo wao katika kuitangaza Zanzibar, lakini hawana nafasi katika utalii. Haya nazungumza kwa madereva taksi. Unguja na Pemba sasa hivi taksi zimekuwa hazina maana kwa sababu zimetawaliwa na bodaboda, zimetawaliwa na bajaji. Si vibaya, hawa wote wanatafuta riski, lakini tumwangalie huyu taxi driver ambaye yeye anakaa pale airport kusubiri watalii. Lakini watalii hao kutoka pengine labda Kihongwe au kutoka Nyegwa Mchana au wapi sijui, wameletewa basi maalum linatoka hoteli kuja kuwabeba watalii wale, lakini yule taxi driver
hapati hata mtu wa kumpeleka darajani. Yani ni jambo la kusikitisha sana kwamba ule utalii kwa wote haukuleta tija kwa Wazanzibari, umekuwa utalii kwa serikali. Mwisho wake yamejiunda makundi madogo madogo, ndio hayo yanajifanya wao ndio wanajimwambafai kwamba sasa wao ndio wanashughulika zaidi na utalii na usafiri wa utalii. Hawa taxi driver hawa vipi? Hawa ni Wazanzibari, hawa ndio ajira yao tokea asubuhi, hawa ndio wanaishi kwa maisha haya, na hawa wana ulazima wa kuishi kwao wakapata tija ya hii nchi yao. Inakuwaje leo kwamba wao sasa hawana nafaka ya kuweza kuchukua mtalii? Mtalii anaitoa gari kutoka hoteli na anarudishwa hoteli, haya magari yakae huko huko. Pale pana taxi driver, wale ndio ajira yao, na ikiwa wale ni kidogo waongezeke, zile taxi ziwe nyingi, wazungu wanaokuja wapande taxi wapate kuona. Hayo magari yabakie huko huko hoteli, ikiwa na safari zao nyingine wapelekwe na hayo magari yao. Lakini kutoka airport kwenda mahotelini kwao, na ishauri serikali zitumike gari za taksi ili madereva taksi na wao wapate maisha kama taasisi nyingine zinavyopambaniwa maisha yao. Hawa hawana uwezo kusema sisi kama wanasiasa lazima tuwasemee, sisi kama wanaotupigia kura lazima tuwasemee. Na mimi nawajua hawa asilimia kubwa sana ni CCM, lakini wanakandamizwa na serikali yao. Kwa maana gani? Hawatizamwi kwamba je, hii hoja inawaridhisha, inawapelekea maslahi? Hamna. Kwa hiyo mimi naishauri serikali, mabasi yote ya watalii yabakie mahoteli huko. Watakapofika mabasi yataweza kuwapeleka mashamba mbalimbali, wataweza kuwapeleka Jonzani, watawapeleka kwenye mabichi, watawapeleka kwenye nini. Lakini kutoka airport tuwe na mfumo wa sheria kwamba si ruhusa mtalii kupelekewa gari lao. Mtalii apande taxi driver, atakuwe taxi driver, apate na yeye maslahi yake na watoto wake na maisha yake, na aweze kulipa bima, aweze kulipa kodi ya nyumba, aweze kulipa maji, aweze kulipa umeme, aweze kulipa madawa, aweze kulipia watoto wake wanaosoma. Hii yote yanamlazimu. Leo kila kitu tumekibana kwa sababu ya kutaka kujipendekeza kwa wazungu. Haiwezekani. Hawa kwao wana sheria zao zinazowapa maslahi watu wao, na sisi tuwe na sheria zetu zinazowapa maslahi watu wetu. Kwa maana hiyo, namuomba sana Rais wa Zanzibar alifikirie hili kwa makini sana, ili aweze kutoa jibu kwa haraka sana, ili iwe kama zawadi pale atakapoondoka. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni sana.